بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي أشرح لي صدري ويسر لي الأمر وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام ومن لم يلبس الثياب من تقى تقرب غريانا ولو كان كاسيا. أما بعد. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyetuwezesha kwa siku ya leo, na leo tu katika muendelezo wetu wa vipindi vyetu, na leo tu katika sehemu ya 8. Leo tu katika sehemu ya 8 katika mfululizo wetu wa kuelezea masuala ya kidini kwa ujumla insha Allah. Na leo tutakuwa katika mada ambayo inayotaalaki kutokana na maafa ya ulimi. Maafa ya ulimi, kwa sababu mwanadamu anapoishi katika dunia hii anasema. Sasa yale yanosemwa kuna ya kheri na kuna ya shari. Sasa tunaelezea kuhusu maafa ya ulimi yanayosababisha mtu mpaka akamuingize mahala pabaya motoni siku ya kiyama. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba idha asbaha ibnu adama, anapopambaukiwa asubuhi mwanadamu, kunapokucha asubuhi, fa inna adhaa kulliha, haka viungo vyake vyote mwanadamu, maana mwanadamu ana viungo 360 katika viungo katika mwanadamu. Sasa kile kiungo cha mwisho anasema idha asbaha, anapoamka mwanadamu, fa idha asbaha, mwanadamu anapoamka asubuhi, basi fatukabiluha, yani viungo vyake vyote vinaelekea ulimi, vinasema viungo vyote, ya lisani, ewe ulimi wewe, ittaqillahi fina, mche Mwenyezi Mungu kwetu, fa innama, haka sisi, nahnu bika, sisi tunakutegemea wewe ulimi. Fa in istakamta, kama ukitengemaa vile wewe ulimi, istakamna, na sisi leo tutatulia vizuri kabisa. Wena awajita, kama utakengeuka wewe utatamka mambo mabaya, basi sisi leo tunakuwa twenye kupata hasara. Ulimi unatahadharishwa na viungo vyote vya mwanadamu vinataharisha ulimi. Ewe ulimi, tahadhari kwetu sisi, maana unapotamka mabaya hupigwi ulimi, hapana. Ukitamka mabaya basi kinachopigwa ni kiungo cha mwili. Kwa hiyo ulimi ndio suluhisho zima, au ulimi ndio mfumo mzima katika maisha ya mwanadamu. Qala Allahu Ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba ya ayuhan nasu, nyinyi watu, inna khalaqnakum min dhakari wa untha, haka mimi nimeumba wanadamu, nimeumba wanaume na wanawake. Waja'alnakum shu'uban, na nikajalia mataifa, wa qabaila, na makabila mengi sana, litaarafu, mpate kujuana. Makabila mengi na mataifa mengi mpate kujuana. Kujuana kwenyewe maana yake kufahamiana, kuzungumza. Ulimi, inna akramakum, haka aliyekuwa mbora wenu, inda Allah, mbele ya Mwenyezi Mungu, atqakum, yule alikuwa mcha Mungu. Kuwa mcha Mungu ndio atakuwa mbora mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha alimun khabirun, kwani Mwenyezi Mungu anajua sana. Tunasema alimun, Mwenyezi Mungu mjuzi sana. Khabirun, na ana habari nyingi sana. Angalia katika hizi kazitia taukidi, aliman, anajua zaidi Mwenyezi Mungu. Khabirun, na anajua, ana habari nyingi sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yale tunayatamka na yale ambayo hatuyatamki, Mwenyezi Mungu anajua zaidi. Haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yale katika surati al-Hujurat. Katika surati al-Hujurat Mwenyezi Mungu anatueleza habari kama hizo. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akasema tena Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba inna Allah Ta'ala, haka Mwenyezi Mungu mtukufu, yaqul yawm al-qiyama, atakwenda kusema Mwenyezi Mungu siku ya kiyama, aina almutahabbuna lijalali, wako wapi waliopendana kwa ajili yangu mimi Mwenyezi Mungu? Al-yawma adhilluhum fi dhilli, leo niwatie katika kivuli changu. Yawma la dhillu illa dhilli, siku ya leo ama siku ya kiyama hakutakuwa na kivuli isipokuwa ni kivuli chake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Sasa hapo Mwenyezi Mungu anakwenda kuwaita aina almutahabbuna aljalali, walikuwa wapi ambao kwamba walipendana kwa ajili yangu mimi?
niwatie katika kimvuli changu hivi sasa. Kwa hiyo mapenzi ya kupendana wanadamu katika dunia hii, usichague kupenda. Chagua kila mtu unayemjua na usiyemjua, kwa sababu sisi sote ni watu ambao tumeumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hadithi hii imepokelewa na Muslim. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidha, akasema tena bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine kwamba sana'ul ma'rufi taqiyu masari'i su'i, yani kufanya takrima kwa mwanadamu wenzako, kumkirimu mwanadamu, basi kuna kinga matukio mabaya. Ukifanya takrima, basi kumkirimu mwenzako, basi inakuwa unakuwa kuingia katika matukio mabaya. Wa sadaqatuhu tutfi'uhu ghadab rabbi, na ukitoa sadaka kumpa mwenzako, basi ile sadaka inazima hasira za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ghadhabu za Mwenyezi Mungu zinazimwa kutokana na nini? Ile sadaka uliyotoa. Asilu anasilatu rahimi, na kuunga udugu wanadamu, mkiunga udugu wa Kiislamu, udugu wa kiukoo, udugu wa kijamaa, mkiungana, basi anasema udugu kuungana mnayo taziduhu al-umri. Ukiungana udugu kupendana, basi Mwenyezi Mungu anakuzidishia umri. Kupendana na kuunga udugu, basi Mwenyezi Mungu anakuzidishia umri. Awwal man yadkhulu al-jannati ahli al-ma'rufi, watu wa kwanza, kundi la kwanza lenye kuingia peponi ni watu ambao kwamba ni watu wema. Al-ma'ruf ni watu wema ambao wenye kusaidia na wenzao katika kauli, au kutoa chochote kile ukamsaidia mwenzako, ukiwa mkarimu kiasi hicho, basi hilo ndio linakuwa ni kundi la kwanza kuingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tena akaendelea kusema kwamba at-tahadu, anasema tahadu tahabu, peaneni zawadi mtapendana. Ukimpa mwenzako zawadi, basi anakupenda, na yule bwana amenikirimu, basi naye anakupenda vile. Anasema tahadu tahabu, peaneni zawadi mtapendana. Watasfahu yadhhabu al-ghillu ankum, basi peaneni mikono, itaondoka mifundo kwa nyinyi. Kama zako ulikuwa na fundo na alikukasirikia, ukimpa mkono, basi kumbe huyu bwana anayependa kanipa mkono, basi kulikupenda mikono vile vile kunaonekana ishara kwamba hii mnapendana, mapenzi yanaingia hapo. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akasema tena bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba sibabu almuslimi fusuku, sibabu muslimu fusuku, kumtukana muislamu wenzake mtu, huo ni ufasiki, uhuni huo, kumtukana muislamu mwenzako. Sibabu almuslimi, kumtukana muislamu mwenzako, fusuku, huo ni ufasiki. Wakitalu kufuru, na kupigana, ukimpiga mwenzako bila sababu yote au hakuna sababu, kule kupigana ule ni ukafiri. Kitalu fusuku, ni kupigana ukafiri ule. Kupigana kwenye ugomvi, katika kupigana katika kupigana maneno yale, ni ukafiri ule. Hayo ni maneno ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yeye Mwenyezi Mungu ana hikima kutokana na maneno ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqala Allah Ta'ala, akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kusisitiza hayo maneno kwamba innamal mu'minuna ikhwa, haka waumini wote ni ndugu, waumini wote ni ndugu. Faslihu baina ikhwaikum, bas tengenezeni sasa udugu wenu. Kutengeneza udugu manake uwe na hekima na busara, kutengeneza udugu kwamba huyu mwenzangu niende naye vipi, tuelewane namna gani, huyu kakasirika kitu gani kichomuudhi, basi hapo ndio inakuwa ni lazima mnakuwa ndio faslihu baina ikhwaikum, tengenezeni udugu wenu, maelewano. Wattaqullaha, mcheni sana Mwenyezi Mungu nyi watu, la'allakum turhamuna, ili mpate kurehemiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu, Mwenyezi Mungu akaendelea kutueleza hivyo, ya ayyuhalladhina amanu, enyi watu mliyemwamini Mwenyezi Mungu, la yaskharu qaumun min qaumi, lisidharau kundi, kulidharau kundi jingine kwamba si bora bwana kuliko habana. Kumdharau mtu ni jambo baya sana. Kundi hili, kuna binadamu tunaishi katika dunia hii, tuna makundi mengi. Sasa kundi hili au kabila hili kamdharau mwenzake, hii hali Mwenyezi Mungu akazuia sana. Sema la yaskharu qaumun, lisidharau kundi, min qaumi, kulidharau kundi jingine. Asa an yakuna khairu minhum, huenda lile kundi ambalo mnalidharau ndio kuwa bora zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu kuliko nyinyi mnodharau wenzenu. Kundi ambalo nyinyi mnajiona bora zaidi, pengine si bora, wale mnaowadharau ndio wanapendwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Vile vile wala nisa'u min nisa'i,
wala wanawake kwa wanawake wenzao, sisi ni vitu wazuri bwana, tumependeza vizuri. Wanajisifu kuwadharau wale wenzao. Kama siku hizi mtu kumwambia wewe mshamba nini? Sasa kuna mfanye wewe mshamba mimi? Kumbe washamba hao. Binadamu wanasema mshamba. Mbona vitu mnavyokula vinatoka mashambani? Wanaolima kama ni washamba, kama hawana akili, kwa nini mnakula vyakula? Kwa hiyo kumwambia mtu wewe mshamba ni anakasirika. Sasa kule kudharauliana si jambo zuri. Mtu akamwambia mimi mshamba, sawa mimi mshamba bwana, wewe wenzangu sawa. Sasa kule kudharauliana kule hakufai sana. Ndio wala nisaa min nisa, wala wanawake wasiwadharau wanawake wenzao. Asa an yakuna khaira minhunna, huenda wale wanawake wanaodharau wenzao si bora, wale wanaodharauliwa ndio bora zaidi bila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala talmizu anfusukum, wala msizifedheshe nafsi zenu, wala msijifedheshe kabisa nini hali zenu. Kujifedhesha maana yake kule kumdharau mwenzako mbele ya Mwenyezi Mungu si chochote wewe. Vile vile wala tanabazu bil alqabin, wala msitane katika majina ya kejeli. Mwenzako jina halitaki wewe unamng'ang'aniza fulani wewe fulani. Majina haya ya kubandikwa haya, mwenzako jina halitaki wewe unamng'ang'aniza, hiyo haifai vile vile. Inna ismul fusuqun, haka majina hayo ya kuitana majina ya kejeli hayo ni majina ya kifasiki, hayo si mazuri. Baada iman, baada kwa wote ni Waislamu au wote mnaaminiana, lakini wanamuita mwenzako jina ambalo halihitaji. Jambo hilo si katika vizuri. Wanadamu inataka katika maisha yenu muelewane, muridhiane, ndio Mwenyezi Mungu anapenda hivyo. Waman lam yatubu, kama mtu hakutubia, hakukoma kabisa, hakuacha kabisa kuita wenzake majina ya utani, basi anasema fa ulaika humul lidhalimuna, huyo mtu dhalimu sana huyo. Mtu dhalimu maana ni mtu muhuni, bila Mwenyezi Mungu hana thamani. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi watu mlioamini nyie, jitanibu kathiru minadhanni. Hili sasa ndio jambo zito kwa wanadamu. Ile labda bwana, labda kafanya hivi live. Mwenyezi Mungu anasema kwamba jitanibu kathiru minadhanni, jiepusheni sana katika dhaniana. Labda kafanya hivi, labda kumbe mwenzako hayu kabisa kama unafikiria hayo. Kumdhania mwenzako. Inna ba'dha dhanni ithmu, hayo ni kauli, hiyo ni kauli ya Mwenyezi Mungu. Inna ba'dha dhanni ithmu, haka mambo ya kudhaniana dhani haini madhambi. Kumdhania mtu kitu hali ya kuwa huna uhakika, jambo hilo ni ithmu, dhambi. Wala tajassasu, vile vile msichunguzane, kuperezana. Huyu bwana imekwaje bwana? Bwana wewe tu anavaa vizuri huyu bwana, kuperezana. Huyu anakala nini leo? Kama katika nyumba za kupanga hiyo. Wenzako nanukia huyu nyama hiyo anochemsha hapo kaiba huyu. Bwana ana kazi huyu. Hiyo si mzuri namna kuchunguza namna hiyo. Wala ba'dhum wala ya'tabu ba'dhum ba'd, wala asimtete au kumsengenya mmoja kumsengenya mwenzake. Kumsengenya maana kumsema mtu asiyokuwa hayupo unamsema hali ya kuwa mwenye hayupo. Hii hali ya kutetana hii Mungu vile hataki vile vile. Ayuhibu ahadukum an yakul lahmu mayta, je yupo anayekula nyama ya ndugu yake alikufa? Mtu kafa, bwana ndugu yangu kafa, ngoja nichukue nyama nichukue kisu nikakatinie nyama yake. Yupo mtu anakula nyama ya mwenzake? Yupo? Hakuna. Fakirihimutuhum, basi jambo hilo ni baya la kutetana. Ukinapomteta mwenzako ni sawa kama unakula nyama mtu aliyekufa. Wattaqullah, mcheni Mwenyezi Mungu sana jambo hilo. Umteta mtu, kumsema mtu hali ya kama mwenyewe yupo anakasirika, jambo hilo kumteta mtu ni sawa unachukua unakula nyama yake. Sasa jambo hilo mcheni Mwenyezi Mungu, acheni sana katika tabia ya kutetana. Inna Allaha tawwabur rahim, haka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio mwenye kukubali toba, Ar-Rahim, na Mwenyezi Mungu ni mpole sana kwa watu ambao kwamba wenye kumcha Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ni mpole, anasamehe. Ukiomba Mwenyezi Mungu, ukiomba istighfari, basi Mwenyezi Mungu atakusamehe. Mwenyezi Mungu ndiye mtaja mtu fulani, Mwenyezi Mungu anakuwa unisamehe. Na yeye mwenyewe kabla nikutaja bwana sema fulani bwana unisamehe sana, ni lazima unamwomba radhi. Ukimwomba radhi akikusamehe na Mwenyezi Mungu anakusamehe vile vile. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akasema bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba lamma araja bi rabbi, wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoelekea miraji, alipokwenda miraji bwana Mtume sallam, marartu biqaumi,
nilipita kwenye kundi la watu, nimepita kwenye kundi la watu wamekaa, lahum adhfaruhum min nukhas, watu wale wana makucha ya shaba, kucha kama tunazana, makucha yao ya shaba, yakhimishuna ujuhum wa sudurihim, wanajikwaruza katika nyuso zao pamoja na vifua vyao, kwaruza madamu yacheruzika madamu. Fakultu, bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, nikasema kumuuliza Jibril, man haula ya Jibril, hawa ni watu gani ya Jibril? Watu wa ajabu hawa, wenyewe makucha ya shaba, wanajikwaruza, midamu inachoka, inazidi kuchana kwenye vidonda mle vile, kwenye nyuso na kwenye vifua, wanajikwaruza na makucha ya shaba. Man haula ya Jibril, hawa ni watu gani ewe Jibril? Mbona hawajionee huruma, wanajichana kiasi hiki? Faqala Jibril alayhi salatu wassalam, akasema Jibril, angalia katika jibu aliyotoa, pengine na wewe na mitumo makosa hayo walionayo, angalia na jisikilize na uangalie, pengine wewe na mimi tumo. Jibril akasema, haulai, hawa wanaojichana na makucha ya shaba, hawa alladhina, ni watu ambao yakunu lu'man nasu, hawa wenye kula nyama za watu, kuteta. Hawa makosa yao ni wale ambao wanaoteta watu duniani. Wayakuuduna fi aradhihim, na wale ambao vile vile wanapenda sana kuvunja vyeo vya watu. Cheo cha mtu kama apewa cheo, yanakuwa nifanyia fitina. Mtu kapewa nini, nafasi fulani katika kazi au sehemu fulani katika kundi, akapewa cheo, yanafanya fitina. Yule mmempa hafai, yule bwana, yule mnani hafai. Basi hawa malipo yao ndio hawa wanajikwaruza siku ya kiyama, wanajikwaruza kama mfano wao kwa namna hiyo. Mtu anajichana kama kiwemo makucha yalivyokuwa ya shaba, anajikwaruza. Makosa yao ni nini? Ni kwa sababu wanateta sana duniani watu, na hawa ni nao wanavunja vyeo vya watu. Mfano mtu kapata chombo kitu cha fulani cha kuingizia pesa, au ana cheo sehemu fulani, wewe unazunguka unapatia tafuta njia ya kuweza kumvunjia pale asifanikiwe, basi madhambi yake ni kama hayo. Isma'u hadhihi alqisatin, sikiliza kisa kingine ambacho kirefu kidogo. Kisa hiki, Allahu akbar, ni hatari. Haya yote ni maafa ya nini? Ya ulimi. Maafa ya ulimi. Isma'u hadhihi alqisati, sikiliza kisa hiki. Inna mar'ati min nisa'il madinati almunawwara, hakika kulikuwa na mwanamke mmoja katika mji wa Madina, mji wenye nuru pale Madina. Matat, alikufa mwanamke. Alipofariki mwanamke mmoja, jaati laha almughassilaha litaghsiluha, amekuja mwanamke muoshaji apate kumuosha. Amekuja mwanamke mwenzake, manaki mwanamke alikufa mwanamke, sasa kaja mwanamke mwenzake apate kumuosha. Falamma udhati juthmanu liyughsiluha, alipomweka kwenye kitanda cha kamba apate kumuosha pale, sasa yule mwenye makosa sasa muoshaji, msikilize muoshaji. Falamma walipomweka kwenye kitanda cha kamba apate kumuosha, wa baina ma hiya tasubbu limaa idh, wakati anapotaka kumwagia maji apate kumuosha, dhakaratiha limar'ati bisu'i, akamtajia mwanamke yule alifaa kwa kitu kibaya, akamtajia kitu kibaya kabisa pale. Ili muoshaji anamtangaza matangazo mabaya yule mwenzake aliyokufa. Wakala, akasemaje yule mwanamke, yule muoshaji anamwambia yule maiti, kathiru mazana hadha alfariju, uchi huu uliko nazini sana huu. Anamsingizia maiti, angalia ulimi. Kathiru mazana hadha alfariju, uchi huu uliko nazini sana huu. Wa huwa yadhaku, huwa anacheka, uchi huu, wewe leo umekoma, leo hapa leo umekoma, ulikuwa nazini sana, leo umekufa, leo umekwisha habari yako. Anamsingizia maiti. Ni hatari. Anamsingizia maiti mwenzake kafa kala kitandani pale, yeye anamsingizia huko, leo umewezekana, umewacha wenzako dunia leo. Famadha hadatha, nini kilichotokea sasa? Sikiliza vizuri. Umsingizie maiti halafu utoke bure hivi hivi? Kwani Mungu hayupo? Mungu yupo bwana. Hal yatruku Allahu al-amra,
Je, Mwenyezi Mungu analiacha jambo hili ishi bure bure? Kafa msingizi alafu ichi kisa kimalizike hivi hivi? Haiwezekani. Inna Allaha yadfa'u anil ladhina amanu. Mwenyezi Mungu anawalinda wenye kumwamini. Lazima anawalinda. Amekufa mzima, lazima Mungu anakulinda tu. Iltasaqat bi yadil mughassilihi fil farji almar'at. Mkono wa ule muoshaji ukanasa kwenye uchi wa mwanamke yule kama sumaku. Hakuna kutoka mkono kwenye uchi. Kila anapotoa mkono wapi? Adabu yake mkamshikisha adabu pale pale. Wewe unamsingiza unafikiri Mungu hayupo. Uchi umeshika mkono ule muoshaji, kila anapopata mkono utoki mkono ule. Kaanna kama khuzinat, ni kama zile sumaku. Ile sumaku kama unaifahamu inavyonasa kwenye chuma, basi vile vile mkono ndivyo umenasa kwenye uchi wa maiti. Kila anapotoa mkono toka na wewe. Kila anapotoa mkono toka na wewe. Bihaythu la tahrikuhu biyadihi, kiasi kwamba mpaka mkono wa muoshaji hautikisiki kabisa jinsi ulioshikwa na uchi. Kama una mkono uchi uliomshika mkono. Fa idha raa hadha alhal, wakati alipoona ule hali ile sasa kila mkono hautoki, fa ughliqat albaba, kafunga mlango wasimuone fedheha sasa. Kafunga na mkono wa kulia, mkono ushika, kafunga na mkono huku, mkono umenasa kwenye uchi huko, mkono akafunga mlango ili watu wa nini wasimuone. Hata la taraha nasu hadhihi alhala, mpaka wasione ile hali ambayo iliyomtokea. Wa ahlul maiti kharija alhujura, watu wa maiti yao wako nje wanasubiria yantadhiruhu, wanangojelea maiti au shaharaka, yantadhiru wanatazamia, yani wanangojelea, je, mbona hamalizi upesi kuosha? Vipi kuosha gani huko? Wayasalu, wanawauliza, anuhidhuru alkafana, we mama, mbona wazidi kukaa ndani, tulete sanda sasa? Mbona unazidi kuosha gani, unakusha muda tulete sanda? Hatakulu mahal bado. Kumbe mkono na kila anapotaka mkono kisa mkono menasa, bado. Ya ummi alwakati madhiya, mama we, muda unakwisha. Watu wanataka waondoke makwao bwana, wewe unachelewesha vipi ndani humo? Wanasu yuridu yamshuna, watu wanataka waondoke. Fatakulu mahal, jamani tafadhali, bado. Maana kila mtaka mkono utoke hautoki, bado. Maafa ya ulimi, kumsingizia maiti. Basi walipoona sababu muda unafika sana, unapita sana, wadafa albaba ihdahunna ahlul maiti wadakhala, akapiga teke mlango, akaingia mwenye maiti yao, kaingia ndani. Wajadu limawkifi wamawkifiha, akaukuta lile tukio. Wajadu limawkifiha, wakaukuta lile tukio. Almughassila, yule muoshaji, iltasakati fil farjihi almar'ati almaiti, wakamkuta yule maiti, yule muoshaji mkono umenasa kwenye maiti, kwenye uchi wa maiti. Kila anapotaka mkono wapi kaili ingia tena, akishika mkono hautikisiki, mkono umeshikwa na uchi kama sumaku. Basi wakhtalafa an-nas, akatoka nje kwa hadithi wenzake, jamani, muoshaji ndani huko kuna kisilani kimetokea ndani, mkaangalie vituko. Ajabu umetokea, mkono umenasa kwenye uchi wa marehemu. Sasa baadhi wengine akisema wa amaraha qat'aha liyadihi almughassila. Kuna makundi mawili yametokea. Wengine sema sasa bwana, hatuwezi kungoja sisi bwana, ukakatwe mkono wa yule muoshaji ukabaki kwenye uchi wa maiti akazikwe nao. Wengine nasema tukakate ule uchi wa maiti, halafu atembege na uchi wake mkono wa yule muoshaji. Makundi mawili. Yule mama walipoanasikia maneno kama yale, jasho chapa. Kukatwa mkono ngumu, kukatwa uchi wa marehemu atembege, ataufanyia nini? Mkono uchi utembege, mkono uangalie uchi wa mwenzako kila siku kwenye mkono wako kila siku, unaufanyia nini? Yule mama kilio analia. Basi sema makundi mawili yale ni lazima wamepingana. Mmoja anasema tukate mkono,
Wengine nasema hapana jamani, tukimkata tunamuonea baba. Anasema hata na sisi maiti yetu hatuwezi kumkata uchi, lazima akatwe mkono yule mama, ukazikwe mkono na hivi. Habari kubwa. Basi wa baadhuhum amarahum qati, baadhi wengine nasema ursilun la khabarun ila Imamu Maliki ma yakulu. Wakati ule Imam Maliki ambaye ni mwanafunzi wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imam Maliki ndio sababu wa mwisho kabisa katika ufariki, basi alikuwepo wakati ule. Wakasemaje? ursilu al-khabar, pelekeni habari ila Imamu Maliki, kwa Imam Maliki, ma yakulu, anasema nini. Basi walamma kadima, wakati walipopeleka taarifa sasa kwa Imam Maliki, je, tuangalie Imam Maliki anakuwa katika kundi gani? Maana yule ni mwanafunzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inataka achukue njia za peke yake. Je, anasema anaunga unaokata mkono wa yule mwoshaji, au anaunga mkono wale unaokata uchi wa marehemu? Wakapeleka habari kwa bwana mkubwa. Bas kala Imam Maliki, akasema Imam Maliki radhiallahu anhu kwamba ursilu ila al-qadhiya, hebu nipelekeni kwenye tukio kwanza. Kweli umenasa mkono kweli? Maana mimi ni sahaba, na wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam halijapata kutokea tukio hata moja hili. Hiki kisilani gani kilichotokea? Ursilu ila al-qadhiya, nipelekeni kwenye tukio kwanza. Walamma jaa ila al-qadhiya, wakati Imam Maliki alipokwenda katika tukio lile, wasala Imamu Maliki limughassilaha, akamuuliza yule mwoshaji Imam Maliki, ya ummi, mama we, kulti alhaqi, niambie kweli, alana mumtahana ilaiki, leo umepatikana mtihani kwako mama, niambie kweli, kitu gani, sababu gani iliyosababisha mpaka mkono unanasa kwenye uchi wa mwenzio? Faqalat almar'ati almughassila, akasema imamu ile mwoshaji, dhakartu limaitihi bisu'i, nimemtajia jambo baya bwana mama huyu, nimemtajia kitu ambacho hakuwa na tatizo, hakuwa na kosa, mimi nimetaja hali ya kuwa Mungu amenifedhehesha, ameninasisha mkono hivi sasa. Faqala Imamu Maliki, akasema Maliki, ma kulti, umesema nini, mbona unaficha, niambie kweli sasa, umesema nini mpaka Mungu anikufedhesha hivi kiasi hiki? Yatazalzal, anababaika yule mama kutaja bila Imam Malik nimesema uchi yuko hivi, ni aibu kwa mtu mkubwa kutaja uchi kwa Imam Malik, akaona fedheha. Yatazalzal, anababaika yule mama, cha kusema hana pale. Inna shaytani, anamsingizia shetani, shetani bwana. Ya ummi kulti alhaqi, mama we, niambie kweli. Imam Malik anamnganganiza, niambie kweli. Qalati, akasema yule mama, kulti, nilisema kumwambia mwenzangu huyu ambaye nakumwosha huyu kwamba kathira ma zana hadha alfarju, nilimwambia bwana uchi huu ulikuwa nazini kweli huu. Wa hum bari'u, kumbe mama huyu alikuwa ni mcha Mungu sana, nimemsingizia hali ya kuwa alikuwa si mzinifu, lakini mimi nimsingizia kitendo hiki nilichokifanya hapa, na ndio sababu mpaka Mwenyezi Mungu amenifedhesha, mpaka ameninasisha mkono kwenye uchi wa mwanamke huyu. Basi sasa hapo inataka apatikane fatwa, Imam Maliki atoe fatwa, akatwe mkono au ukakatwe uchi wa maiti. Yule mkubwa ni mkubwa bwana. Imam Maliki ni mwanafunzi wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawezi kuigia rai za wale watu, lazima atachukua njia yake nyingine kabisa kinyume cha hapo. Kama wewe na mimi tunasema bwana lazima, kwa sababu huyu bwana kisha kufa, basi bwana tukate uchi wa maiti tu, atembege na mkononi, hata kama unaoza au kuoza mkononi wake. Basi wengine wanasema hata tukate mkono, tungeamua katika mawili hayo, wengine wanasema tukate mkono, wengine tukate uchi. Lakini Imam Malik alipoingia pale, inataka asichukue katika zote mbili, achukue fatwa ya pekee yake pale, kwa mwenendo walibolelewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi Imam Maliki alichokifanya pale, Imam Maliki fajamaa Imam Maliki niswatuhu saminan, akakusanya Imam Maliki wanawake wanene wale shidadu walionenepa, walioshiba, wanawake wanane, akawakusanya wanawake wanane nje. Yeye kina mama, nataka wewe chukua, ingia ndani, wewe ingia ndani,
wanawake 8. Katika wanawake 8 wale kila mmoja ashike fimbo moja. Ingia ndani wewe, piga fimbo 10 kwa yule mwanamke akumshikisha ada, piga fimbo 10. Ukimaliza fimbo 10 toka zako. Tena fimbo za maana umtandike yule aliyokuwa amesingizia maiti ndani. Piga, nguvu yako imetoka, imeshikisha, toka. Piga mpaka wanawake 8 wale kila mmoja fimbo 10 mpaka zipatikane fimbo ngapi? 80. Fimbo 80 tena za nguvu zote. Fa amarahunna dukhuliha, waingie fi hujuratil qadhiya, waingie kwenye chumba cha tukio, kwenye chumba cha tukio. Wadhribuha, wampige kullu wahidi, kwa kila mmoja minhunna 10 jildi, fimbo 10 mara moja hizo. Basi walamma tammati 80, wakati ilifika 80, basi liadi taraka, mkono ukaachiwa pale pale. Mkono ukaachia. Ulipoachiwa mkono hana shida ya kuosha tena, mimba ile mbio yule mama. Kwa hiyo katika matukio ya maasi ya ulimi, kumsingizia mtu si katika vyema. Kisha hiki kimetukia katika mji wa Madina, lakini muda wetu wa kuweza kuzungumza matukio kama haya mdogo sana. Kipindi chetu kimekwisha, lakini habari zake ni nyingi katika masuala ya maafa ya ulimi, kusingiziana. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuhifadhi na atujalie kila khair, awape maisha marefu viongozi wetu ambao wanatuongoza katika mambo ya dini. Mwenyezi Mungu awape maisha marefu, ampe maisha marefu mama yetu Samia Suluhu Hassan ambaye aliongoza taifa hili kwa ajili ya kuongoza kupata kutengeneza amani. Amani yetu ndiyo inafanya mpaka tukawa wazuri kufanya ibada, na mpaka tunajitokeza katika mitandao kwa sababu ya amani. Ikitokea matatizo hapa tuwezi kufanya chochote, lakini amani yetu ndiyo inatulinda. Kila anotaka kuvuruga amani Mwenyezi Mungu amnyongonyeshe. Kila mwenye kutengeneza amani iwe salama Mwenyezi Mungu amnyanyue zaidi. Mwenyezi Mungu atujalie kila khair, awape viongozi wetu wa tarika Qadiria na tarika nyingine katika uwezo wa kuweza kuongoza dini yetu kwa salama na amani. Allahumma jamilna bil afia was salama. Mwenyezi Mungu tuongoze sisi tuendelee vizuri katika mambo yetu ya dini. Mwenyezi Mungu tusamehe si madhambi yetu pamoja na wazazi wetu. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna la nakuna minal khasirin. اللهم لك الحمد وإليك مشتكى وبك مستعاذ وأنت مستعان ولك الرجاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم أكفنا ما أهمنا من أمور الدنيا والآخرة والصدق الرجاء بتحقيق. يا شفيق يا رفيق فرج عنا كل ضيق ولا تحملنا ما لا أطيق إنك أنت الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.